Ni zaidi ya billions of people tunatumia internet. Lakini umeshawahi kujiuliza ni kwa namna gani internet ilivyoanza? Ni nani haswa ambaye alibeba jukumu kubwa la kuanzisha internet? Hadi leo watu wengi duniani tunatumia internet. Hili ni swali ambalo liliulizwa na mdau mmoja wa teknolojia. Alicomment kwenye baadhi ya video zangu ambazo nimekuwa nikizipost, akasema brother, nahitaji nijue ni kwa namna gani internet ilianza. Itakuwa ni jambo jema sana kama utaandaa content na makala ambayo itakuwa inazungumza ni kwa namna gani internet ilivyoanza. Na mimi bila iana nimemdondoshia kile ambacho alikuwa nakihitaji. Mimi naitwa Junior FX, mdau wako pendwa sana kwenye masuala ya teknolojia. Historia ya internet ilianza kama mradi wa kijeshi wa Marekani na baadaye ukakua na kuwa mtandao mkubwa wa kimataifa unaotumika hadi leo. Miaka ya 1960 internet ilianza na mradi ulioitwa ARPANET, yani Advanced Research Projects Agency Network, uliokuwa ukihifadhiwa na Wizara ya Ulinzi ya Marekani, yani Pentagon. Lengo lilikuwa ni kuwezesha kompyuta zilizokuwa mbali sana kuweza kuwasiliana zenyewe, ili kama sehemu moja ikishambuliwa basi taarifa zisiweze kupotea. Na baadaye kukaanzishwa itifaki ya mawasiliano, yani TCP pamoja na IP. Ili kompyuta mbalimbali ziweze kuelewana, zililazimika kutumia lugha moja. Mnamo mwaka 1983 wataalamu wa Vint Cerf pamoja na Bob Kahn walivumbua mfumo unaoitwa TCP pamoja na IP, yani Transmission Control Protocol pamoja na Internet Protocol. Huu ndio msingi mkuu ambao bado unatumika mpaka leo kuruhusu kompyuta mbalimbali kuunganishwa kwenye mtandao mmoja mkubwa. Lakini pia baadaye kukaanzishwa World Wide Web, yani WWW. Mnamo mwaka 1989 hadi mwaka 1990, hapo ndipo internet ilianza kuwa rasmi kwa watu wa kawaida. Tim Berners-Lee, mwanasayansi wa Uingereza aliyekuwa akifanya kazi katika shirika la CERN nchini Uswizi, alivumbua World Wide Web, yani WWW. Alitengeneza njia ya kutumia viungo, yani hyperlinks, kurahisisha kutafuta taarifa. Hii ndiyo ilifanya internet iwe kurasa, yani web pages, tunazoziona leo kwenye vivinjari vyetu, yani browsers. Miaka ya 1990 serikali iliruhusu matumizi ya internet kwa shughuli za kibiashara. Vivinjari vya kwanza kama Mosaic pamoja na Netscape Navigator, kampuni kubwa kama Amazon, Google na Yahoo zilianzishwa na watu wakaanza kutumia barua pepe, yani emails, ununuzi pamoja na utafutaji wa taarifa katika mitandao ya kijamii. Kwa ufupi, miaka ya 60 ilianza kama teknolojia ya siri ya kijeshi. Mnamo mwaka 1983 ikawa mtandao rasmi kwa kutumia lugha ya TCP pamoja na IP. Miaka ya 1990 ikawa World Wide Web, yani WWW, inayofika kwa kila mtu. Leo hii internet imekuwa kutoka kwenye kompyuta chache zilizounganishwa kwenye maabara hadi kufika mabilioni ya vifaa, simu, kompyuta, TV pamoja na vifaa vingine vya kielektroniki zinazounganishwa kwa kutumia nyaya za fiber optic chini ya bahari na mawimbi ya satellite. Nafikiri mpaka hapa utakuwa umeelewa sana ni kwa namna gani internet tunayoitumia hivi leo ilianzishwa. Mimi naitwa Junior FX, mdau wako pendwa sana kwenye masuala ya teknolojia. Naomba uniachie comment katika comment section, wewe una wazo lipi? Na kama una plani ya kuvumbua vitu, tuambie tuanze kuzichambua plani zako. Bye bye.